wa kiroho. And we are going to the next step. Na tunaingia katika hatua nyingine. Whereby our hands are stretched towards the Creator. Ambapo mikono yetu imenyooshwa ikielekezwa kwa Muumbaji. For a reward. Kwa ajili ya kulipwa. For a season has come for you to be rewarded. Maana majira yamefika kwako ili ukalipwe. Tears may come over the night. Machozi yanaweza kutokea usiku mzima. But there is laughter during the breaking of the day. Lakini kuna kicheko wakati wa asubuhi. I came to tell you. Nimekuja nikuambie. Take strength. Chukua nguvu and gather yourself. Na ujipange vizuri. And move forward. Na usonge mbele. For it is not in vain. Maana sio bure. The Bible talks of a man. Biblia inaongea kuhusu mtu. By the name Ezekiel. Kwa jina Ezekieli. He was a prophet of God. Yeye alikuwa ni nabii wa Mungu. A major prophet. Nabii mkubwa wa Mungu. Major because he has written many chapters. Nabii mkubwa maana ameandika kurasa mingi. And the Bible talks of him being lifted up by the Spirit of God. Na Biblia inaongea kumhusu akiinuliwa na Roho wa Mungu. I want to tell you. Nataka nikuambie. When he was lifted up by the Spirit. Wakati aliinuliwa juu na Roho. He saw the city. Akauona ule mji. And he saw the wickedness that was taking place in the city. Na akauona ule uovu ulikuwa unafanyika katika ule mji. And in the city. Na katika ule mji. He identified two great men. Akatambua watu wawili wa kuheshimika. And they were princes of the people. Na walikuwa when he saw them, alipowaona, he also listened to what was coming out of their mouths. Pia akasikiza kile kilikuwa kinatoka ndani ya vinywa vyao. For the Bible says, maana Biblia inasema, they devised wicked counsel over the city. Walisii wale viongozi waovu katikati ya watu. They gave an evil advice. Walitoa mawasia mabaya ama mashauri maovu. They spoke evil over the city. Waliongea uovu kuhusu ule mji. They prophesied, no matter the judgment of the wicked one, haijalishi hukumu ya haliye muovu, no matter the ways they are devising, haijalishi zile njia ambazo wanakushauri nazo, you shall be rewarded. Utalipwa. No matter the end of the wicked one, haijalishi mkono wa aliye muovu, you shall be rewarded. Utalipwa. Then he saw 25 men. Na akaona watu 25. And they were leaders of men. Na wakatron. Mji huu ni sufuria. And we are the flesh. Na sisi ndio nyama. I came to tell you. Nimekuja nikuambie. God is going to correct any error. Mungu ataenda kurekebisha kila kosa. Any mistake in the realms of the spirit. Kila kosa katika anga za rohoni. Any fault that has been done by the enemy. Kilicho kiofu ambacho kimefanywa na adui. God will reverse it. Mungu atarudisha. He is going to reward you. Yeye ataenda kukulipizia. When the enemy's mouth open up, wakati midomo ya maadui imefunguka, they speak a curse. Wanatamka laana. They speak against the city. Wananena kinyume na mchi. But when God speaks, lakini Mungu anaponena, he speaks prosperity. Yeye anaongea kutoboa. Hallelujah. Hallelujah. Prosperity. Faulu. Hallelujah. Hallelujah. I want you to turn to your neighbor. Nataka umgeukie jirani yako. Tell your neighbor. Umwambie jirani, you shall be rewarded. Utalipwa. Tell them. Waambie, you shall be rewarded. Kwamba utalipwa. No matter what happens. Haijalishi yaliyofanyika. You shall be rewarded. Utalipwa. Listen to this. Sikiliza hili. The Bible says in the book of 2 Chronicles, Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 15 and verse 7, they that are employed, wale ambao wameajiriwa, they have a payslip, wako na mshahara. They that do business, wale ambao hufanya biashara, they have profits, wako na faida. There is a reward for every work under the sun. Kuna kulipwa kwa kazi yoyote chini ya jua. I see an elevated end of the enemy. Naona mkono wa adui ambao umeinuliwa. I also see an elevated end of God. Na pia naona mkono wa Mungu ambao umeinuliwa. The enemy is cursing. Maadui wanakulaani. God is blessing. Mungu anakubariki. The enemy is prophesying against your success. Maadui wanatabiria kinyume na kufaulu kwako. God is speaking over your success. Na Mungu anaongea kuhusu kufanikiwa kwako. I want to say you shall be rewarded. Nataka niseme kwamba utalipwa. Hallelujah. Hallelujah. When he began to prophesy, wakati alianza kutoa unabii, God told him, Mungu akamwambia, prophesy against them. Tabiria kinyume na wao. Let me tell you, wacha nikwambie, God shall reward evil. Mungu atalipa uovu. And God shall reward good. Na Mungu atalipa yaliyo mema. A reward is a reward. Malipo ni malipo. There is a reward that is eternally good. Kuna malipo ambayo ni ya wema wa milele. And there is a reward that is eternally
destructive. Na kuna malipo ambayo ni ya kuharibika kwa milele. That's why even the holy ones shall go to heaven and live there eternally. Ndio maana hata watakatifu wataenda kule mbinguni na waishi kule milele. And the wicked shall go to the lake of fire eternally. Na walio waovu wataingia katika ziwa la moto na watakaa kule milele. There is a reward for everything we do. Kuna malipo ya chochote tunachokifanya. God told the prophets, Mungu akawaambia manabii, prophesy against this man. tabiri kinyume na hawa watu. When he prophesied, Alipokuwa na tabiri, Benaiah fell down Benaya akaanguka and he died on the spot. na akakufa hapo hapo. I cannot tell you, Nimekuja nikuambie, there are things that are going to die kuna mambo ambayo yataenda kukufa, because God maana Mungu is coming to reward you. anakuja akulipe. God cannot reward you. Mungu hawezi akakulipa. When the 25 men are standing at the gate, Wakati wale wanaume 25 wanasimama katika malango, they are prophesying, wanatoa unabii, this city mji huu is a cattle. ni sufuria, You are a flesh. wewe ndiyo nyama. I cannot tell you, Nimekuja nikuambie, you did not come to Kitengela au kuingia katika mji wa Kitengela and live a beggar. na uishi kama mtu wa kuomba, You did not come to Kitengela au kuingia Kitengela from your village kutoka kijijini and you come to stay na ukuje kukaa under the mercies of the wicked. chini ya rehema za walio waovu. I want to speak by the word of God. Nataka niongee kwa neno la Mungu. The rulership of the wicked Uongozi wa walio waovu has come to an end. umefika mwisho. The wicked end of the enemy Kono uovu wa adui is coming to an end. unafika hatima. The regime of the wicked one Anga utawala wa walio waovu is coming to an end. unafika mwisho. Any power Kila aina ya nguvu that is greater than you, ambazo ziko juu yako, God is judging it. Mungu analihukumia. Take care of this man. Kufanikiwa kwako, There is a sickness that is destroying your peace. kuna ugonjwa ambao unaharibu amani yako. Today we are prophesying against it. Leo tunatoa unabii kinyume nayo In the name of Jesus. katika jina la Yesu. There are people whose destinies Kuna watu ambao hatima zao has been invested by the enemy. zamani tayari zimewekwa hazina na maadui. The devil has been invested. He has gone to. Adui tayari ameingia katika Ameshambulia. ameshambulia maisha yao. I came to tell you, Nimekuja nikuambie, any destiny invested by the evil one, kila hatima ambayo imeshambuliwa na aliye muovu, we are prophesying against the power of the wicked one. tunatabiri kinyume na nguvu za aliye muovu. Your reward has to come Malipo yako lazima by yatakuja, fire, by thunder, lazima kwa ngurumo, by fire, by kwa thunder. moto, kwa ngurumo. Your reward shall come. Malipo yako lazima yataingia. He prophesied Akatabiria against the men. kinyume na wale 25, They all fell down. wote wakaanguka chini. Hallelujah. Haleluya! The city, Ule mji it was no longer a cattle. sasa haukuwa tena sufuria. I came to speak to you. Nimekuja ninene na wewe, Any cattle kila sufuria that is spoiling your future, ambayo inachemsha hatima yako catches fire. ipate moto. Any cattle Kila sufuria that is spoiling your family, ambayo inachemsha familia yako catches fire. ipate moto. Any cattle Kila sufuria that is spoiling your vision, ambayo inachemsha maono that is yako, spoiling your dream, ambayo inachemsha ndoto yako catches fire. ikachemuke. I command it to expire Amurisha ikaishe in the name of Jesus. katika jina la Yesu. We did not come to Kitengela Kuingia mji wa Kitengela, to enter a cattle. kuingia katika sufuria. We say no Tunasema la to all spiritual kwa cattle. kila aina ya kiroho ya sufuria. Any spiritual cattle Kila sufuria ya kiroho that is spoiling your future, ambayo inachemsha hatima yako it shall expire. itaisha. You shall no longer be a flesh Hautakuwa tena nyama to be boiled on a cattle. ili uchemshiwe katika sufuria, You did not leave your village au kukiacha kijiji chako to come in the town ukaita katika mji to be boiled. ukachemshwe. I say no. Nasema la. Any priest Kila kuhani that is in charge, ambaye ndiyo anasimamia any cattle kila aina ya sufuria to burn you, ikakuchemshe, I bring them down inawashusha chini in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Any power Kila nguvu lifted from hell, zimeinuliwa kutoka kuzimu, sponsored from hell, zimehifadhiwa kutoka kuzimu to bring it into a cattle, ili zikuweke katika sufuria. I command them Ninaziamurisha where they are in the village mahali zilipo kijijini to catch fire zikapate in the moto name of Jesus. katika jina la Yesu. Listen to this. Sikiliza hili, God rewards. Mungu ulipa.
The act of man, matendo ya binadamu, the act of a man, kazi za binadamu, the act of a man moyo wa binadamu is wicked ni mwovu and deceitful. na ni mdanganyifu. Hallelujah. Haleluya. Greater men, Watu wakuu 25 men, 25 they are princes, wao ni makuhani, they are priests, wao ni kuhani, ni wakuu, they are princes of the people, wao ni wakuu wa watu, they are higher level, wako kiwango cha juu, they have money, wao wako na pesa, they have everything that a man wants to own, wako na chochote ambacho mwanamume binadamu anaweza akataka kukua nacho, but they are sitting at the east gate, lakini wanakaa katika malango ya mashariki to determine wakasimamisha, wakadirishe who is to succeed ni nani wa kufaulu and who is to go where, na ni nani wa kuishi, wa kuenda who wapi, is to die ni nani wa kukufa and who is to live. na ni nani wa kuishi. I came to speak to you. Nimekuja ninene na wewe, Any power, kila kufanikiwa, a time has come wakati umefika for any gate of hell kwa kila malango ya to kuzimu be broken. yakavunjwe. Jesus said, Yesu akasema, upon this rock juu ya hili jiwe I shall build my church, nitalijenga kanisa and langu, the gates of na hell malango ya kuzimu shall not prevail hayatafanikiwa against my church. kinyume na kanisa langu. You are the church. Wewe ndio kanisa. Any gate Kila malango lifted against you yameinuliwa kinyume na will wewe fall down. yataanguka. Gates of sickness, Malango ya magonjwa, gates of poverty, malango ya masikini, gates of retrogression malango ya kurudi na nyuma will be broken. yatavunjwa. God Mungu is a rewarder. ni Mungu wa kulipa, He is on the way. ako njiani, He is coming with a package. anakuja na kifurushi, He shall reward you atakulipa with good but not evil. na mema. Tamka yale ambayo They walitaka, get their final judgment. walitoa hukumu yao ya mwisho, But when God came, lakini wakati Mungu aliingia, He rewarded. alilipa. Men elevated, Watu ambao wameinuliwa, but oppressing even the poor. lakini hata wanafinyilia walio masikini. A king Mfalme in the palace, katika ikulu, but oppressing lakini anafinyilia the poor man in the village. masikini kijijini. That is how wicked men are. Hivyo ndivyo watu waovu walivyo. A rich man Mtu ambaye ni in tajiri the palace, katika ikulu, but he makes sure lakini anahakikisha no poor man hakuna mtu masikini climbs on a horse. anapanda katika farasi yake. A man owning chariots, Mtu ambaye ako na makasha, entering and making sure a poor man cannot climb on a bicycle. akihakikisha na akizuilia na kwamba hakuna masikini atapanda baiskeli. They say this city is a carton. Wakasema huu mji ni sufuria, No one can succeed. hakuna yeyote ambaye atafanikiwa, No one shall build houses, hakuna mmoja ambaye atajenga nyumba, because it is not time to build. maana sio wakati wa kujenga. I came as an authority. Nimekuja kama mwenye mamlaka, I don't care what is happening. jali ambayo yanafanyika, I don't care what they have spoken against you. jali yale yamenena kinyume na But wewe, one thing I know, lakini jambo moja ninalolijua, God is a rewarder. Mungu ni Mungu wa kulipa. God is a rewarder. Mungu ni Mungu wa kulipa. When it comes to his children, Kama ilifanya when he comes to his children, anapokuja kwa watoto wake, them that serve and fear him, wale ambao wanamtumikia na wanamheshimu, when he comes to them, anapokuja kwao he comes in a reward. anakuja na kulipa. When a good father goes out Wakati baba mzuri anatoka and he comes back to the house, na anarudi tena katika nyumba, he comes in a chocolate anakuja na chokoleti for the children and for the wife, kwa ajili ya watoto na mke, with some sugar, na sukari, with some good sweets, akiwa na peremende mzuri, to make sure that everyone has received something from the Father, ili ahakikishe kwamba kila mmoja amepata kitu kutoka kwa baba, and for the presence of the Father to be recognized in the house. na ndiposa uwepo wa baba utambulike katika nyumba. I came to tell you, Nimekuja nikuambie, if a man can reward a sweet to the child, kama mtu anaweza pia peremende kwa mtoto, we have a God in heaven. tunaye Mungu aliye mbinguni. I came to tell you, Nimekuja nikuambie, God is not dead. Mungu hajakufa. The hand of God is not twisted or broken. Mkono wa Mungu hujavunjika ama kangeuzwa. God is going to reward you. Mungu ataenda kukulipa After the end of
this service, baada ya mwisho wa ibada hii, the lame shall walk. viwete watatembea, The lame shall walk. viwete watatembea, The blind will see. vipofu wataona, The dead will be raised from dead. waliokuwa watainuliwa. Every sickness Kila ugonjwa will be cured. utaponywa, Every door kila mlango that has been locked for years ambayo imefungwa kwa will miaka be opened. utafunguliwa, And your doors will continually be opened. na milango yako itaendelea kuwa imefunguka. Any family that is in calamity, Kila familia ambayo iko katika shida, any family that is in tears, kila familia ambayo iko katika machozi, any family kila familia that has been disintegrated by the enemy, ambayo imefinyiliwa na adui, today, leo every disintegrated part of your family kila sehemu ya familia yako ambayo imefinyiliwa, that has been broken ambayo imevunjwa, will be brought together itakusanyishwa pamoja into one unit. katika kitu kimoja, In the name of Jesus, katika jina la Yesu. God is a rewarder. Mungu ni Mungu wa kulipa, No matter the strength of the evil one, haijalishi zile nguvu za aliye muovu, no matter the elevation of the wicked one, haijalishi kuinuliwa kwa aliye muovu. when God wants to reward you, Wakati Mungu anataka akulipe, He will allow the enemy atawaruhusu maadui to be elevated. wakainuliwe. Hallelujah. Haleluya! When God wants to do a miracle, Wakati Mungu anataka afanye muujiza, He will allow the enemy atawaruhusu maadui to come with counterfeit. wakuje na mfano na bandia. Hallelujah. Haleluya! When the Lord is about to do a great thing, Wakati Mungu ako karibu kufanya kitu kipya, He will allow the cup of the pride of Pharaoh. ataruhusu kikombe cha kujipiga kifua cha Farao, Atakubali achilie kikombe cha kiburi cha Farao kijae. amen. God will allow the cup of the pride of Pharaoh to be filled with wrath. Mungu ataruhusu kikombe cha Farao cha kiburi kijazwa na ghadhabu. When the cup of the enemy has been filled, Wakati kikombe cha adui kimejazwa, God will arise from the throne. Mungu atainuka kutoka pale, And when He comes out of the throne, na anapotoka kutoka kiti cha enzi, akaambia watu wachinje mbuzi. there's going to be a great party. Kutakuwa na sherehe kubwa, Because one, Mordecai, maana moja Mordekai and the Jews, na Wayahudi they will perish. wataangamia, They will not be traced in history. hawatapatikana tena katika historia. I want to tell you, Nataka nikuambie, the breathing in and out of your enemies, kupumua ndani na nje kwa adui it is to see your utter destruction. ni kuona mambo yako yameharibiwa, But they shall be in a greater bewilderment. lakini watakuwa na mshangao mkubwa, Because God is going to disgrace them. maana Mungu ataenda kuwavunja, Not away from you. sio mbali na wewe. God will disgrace them in your presence. Mungu ataweka aibu mbele ya uwepo wake, Because He's a God maana ni Mungu that prepares a table ambaye anaandaa meza in the presence of your enemies. katika uwepo wa maadui zako. Don't fear the wicked counsel. Usiogope uovualiwa, The wicked counsel that is planned against you. usiogope mipango miovu ambayo imepangwa kinyume na wewe. God is also preparing a table. Mungu tena anaandaa meza. Mordecai Mordekai is prepared to be put to gallows. amejiandaa, ameandaliwa kuwekwa katika mlingoti. God is also preparing a table to shame Haman. Mungu pia anaandaa meza ya kumweka aibu Hamani. The day came. Tena wakakuja, The day came siku ikakuja, when the day was nearing. wakati siku ilikuwa inakaribia, Haman went to the king Hamani akaenda kwa mfalme to confirm akahakikishe whether Mordecai must die. kama Mordekai lazima hafe. I want to surprise you. Nataka nikushangaze, The heart of a man, matendo ya binadamu, the heart of a man moyo wa binadamu is wicked ni muovu and deceitful. na ni mdanganyifu, ni maovu. Like Solomon. Don't trust men, Usiamini watu, but believe in men. lakini amini kwa watu. The Bible says, "Cursed be the man, anyone that puts his trust in a man." Biblia inasema alaaniwe yeyote awekaye imani yake kwa mtu. Personally, I don't put trust in men. Mwenyewe siweki imani yangu kwa watu. The same people who said he is the Son of God, Wale waliosema yeye ni mwana wa Mungu, they said, "Crucify him and give us Barnabas." wao wakasema mweke msalabani mtupe Barnabas. Hallelujah. Today, Leo break your trust from
human power. Vunja imani yako kwa nguvu za watu. Transfer your belief and trust to the Lord God, the creator of earth and heavens. Na uhamishe imani yako kwa Mungu mwenyewe ambaye ni muumba wa mbingu na nchi. A man can promise you, Mtu anaweza akakuahidi kitu and he dies tomorrow, na kesho hafe, but God shall promise you, lakini Mungu atakuahidi kitu he is forever and ever alive. ni cha milele na kitaishi. God is not dead. Mungu hajakufa. God is able. Mungu ako na uwezo. I say God is able. Nasema Mungu ako na uwezo. God is not dead. Mungu hajakufa. God is not dead. Mungu sio Mungu amekufa. God is not dead. Mungu hajakufa. God is not dead. Mungu hajakufa. I have a question. When Haman visited the king Wakati Hamani alimtembelea mfalme with an evil report na ujumbe ulio muovu, how to kill Mordecai and the Jews, vile ya kumuua Mordekai na Wayahudi, before Haman visited the king, kabla Hamani hajamtembelea mfalme, the previous night, usiku uliopita, God had visited Ahasuerus. Mungu alikuwa amemtembelea Ahasuerus. Before Haman visited Ahasuerus, Kabla Hamani hajamtembelea Ahasuerus, God had visited Ahasuerus. Mungu alikuwa amemtembelea Ahasuerus. I want to prophesy Nataka nitabirie divine speed, divine speed, haraka ya kiungu, divine speed, mbio ya kiungu, so that you shall overpower ili ukaweze kushinda the speed of your enemies. mbio ya adui. They are ahead of you, Wako mbele yako going to plan wicked, wakienda kupanga uovu, but before they reach, lakini kabla wafike, God has reached. Mungu amefika. God has reached. Mungu amefika. God has reached. Mungu amefika. I don't know whom I'm talking to, Sijui yule ambaye ninaongea naye, but I have a message for you. lakini niko na ujumbe kwako. They are in Kitui, Wako mji wa Kitui destroying your life. wakiharibu maisha yako. They have gone to Tanzania, Wameenda Tanzania, at Sumbawanga. huko Sumbawanga. They have gone to Nigeria. Wameenda mji wa Nigeria, They have gone to undersea wameenda chini ya bahari to make sure ili wahakikishe this city mji huu is a catron for you ni sufuria before they reach Pacific, kabla wapige Pacific, before they go to Sumbawanga, kabla wafike Sumbawanga, before they reach Kitui, kabla wafike Kitui, before they reach Mbitini. kabla wafike kule Kibitini. I want to tell you, Nataka nikuambie, God shall give you divine speed. Mungu atakupea mbio ya Somebody stand and say hallelujah. na useme I want you to shout, say hallelujah. haleluya. Before your enemy Kabla maadui zako arise at the destiny, wainuke katika hatima yako, before they reach the destiny kabla wafike kwa ile hatima where they want to destroy you, mahali ambapo wanataka kurekebisha, you shall overpower them. utawashinda. Receive divine speed. Pokea mbio ya kiungu, Receive divine speed. pokea mbio ya kiungu, Receive divine speed. pokea mbio ya In kiungu Jesus' name. kwa jina la Yesu. You can be seated. Naweza mkaketi. Haman Amani entered the king's palace akaingia katika ikulu ya mfalme to remind the king amkumbushe mfalme the day has arrived. kwamba siku imefika. Previous night, Usiku uliopita God had visited Ahasuerus Mungu alikuwa amemtembelea Ahasuerus in a dream katika ndoto before the day arrived. kabla ile siku ijafika. Look here. Angalia hapa, Haman Amani is second to command, yeye ndio wa pili katika amri ama katika mamlaka, next to the king. yeye ndio amekaribia mfalme. Mordecai Mordekai is a man that is opening the gate. ni mtu ambaye anafungua milango, Man great to authority, mtu aliye juu ya mamlaka, oppressing a poor man at the gate. akifinyilia mtu masikini pale katika malango. That is how wicked men are. Hivyo ndivyo watu waovu walivyo. That is how the wicked heart of a man is. Hivyo ndivyo moyo wa mtu aliye mwovu To ulivyo, make sure you will not succeed. kuhakikisha kwamba hautafanikiwa, To make things that will break you so that you cannot achieve your vision. kufanya mambo ya kuvunje ili uhakikishe kwamba hautayapata maono yako. But I want to tell you, Lakini nataka nikuambie, Haman Amani
entered. akaingia. But God Lakini Mungu had already entered. tayari alikuwa ameingia. He spoke, Alinena but he came late. lakini alifika kuchelewa. God Mungu had already spoken. tayari alikuwa amenena. He spoke to the king Akanena na mfalme through a dream. kupitia kwa ndoto. And the king took a book of remembrance. Na mfalme akachukua kitabu cha ukumbusho, And it was found na ikapatikana that one day, kwamba siku moja, shut up your mouth in Jesus' name. It was found one day, ikapatikana siku moja, there are two men kuna watu wawili who wanted to kill the king, ambao walitaka kumuua mfalme, Bigthana and Teresh. Bigthana na Teleshi. And Mordecai Na Mordekai saw them, akawaona and he told the king, na akamwambia mfalme, and the life of the king was spared. na maisha ya mfalme yakahifadhika. But nothing was done to Mordecai. Lakini hakuna chochote kilifanyika kwa Mordekai. But in the day the enemy is planning to destroy Mordecai, Lakini kwa siku ambayo adui anapangia kumaliza Mordekai, a book of remembrance was opened. kitabu cha ukumbusho kikafunguliwa. I want to tell you, Nataka nikuambie, don't fear usiogope the climax of the enemy's power. mwisho wa nguvu za maadui. God is about to show forth. Mungu ako karibu kujionyesha. God did not come late. Mungu hakufika kuchelewa. He waited for the elevated end of the enemy. Aliongojea kuinuliwa kwa mkono wa adui. He came in a dream. Akakuja katika ndoto, He spoke to Auserus. akaongea na Usera, Reminded him of life that was spared. akamkumbusha kuhusu maisha ambayo yalihifadhiwa. Nobody Hakuna yeyote wanted alilipa Mordecai. Mordekai. But when he came, Lakini alipokuja he told him, akamwambia, this is the time. huu ndio The wakati. books were opened. Vitabu vikafunguliwa. At the same time, Haman entered. Na wakati huo huo Hamani akaingia. He stood before the king. Akasimama mbele ya mfalme. God spoke through Auserus. Mungu aliongea kupitia kwa Usera. Who is that in my court? Ni nani huyo anagusa vazi langu? Who is that in my court? Nani huyo wako katika ikulu langu? Nyua za ikulu yangu. Nyua za ikulu yangu. He said, no else, Akasema si mwingine, but next to power and command. lakini aliye wa pili kwa mamlaka na amri. Yours, Haman, Wewe yule wako Amani, a loyal servant. mtumishi aliye mwazi. King said, come forth. Mfalme akasema kuja. He went. Akasongea. He was asked by the king, what is your petition? Akaulizwa na mfalme, je, lawama yako ni nini? When he was opening up his mouth, when he was to open his mouth, Alipokuwa anakaribia kufungua kinywa, God arrested his tongue. Mungu akaukamata ulimi wake. King told him, Mfalme akamwambia, before you speak anything, kabla utamke chochote, there's something I want to tell you. kuna kitu nataka nikuambie. What must be done to a man whose king is pleased with? Ni nini lazima kifanywe kwa mtu ambaye mfalme amependezwa na yeye? Wow. Haman thought in his heart, Amani akafikiria moyoni mwake, who else ni nani mwingine apart from me, Haman? kama sio mimi Amani? The man who wrote letters, Mtu ambaye aliandika zile barua, he communicated, akaongea, we are killing Mordecai. tunamumaliza Mordekai. He told king, Akamwambia mfalme, one, moja, let him be given a royal apparel, akapewe vazi la ukuu, and then let him be given the first and the best horse, na akapewe ile farasi iliyo na mbio na iliyo nzuri zaidi, and let people sing, na wacha watu wakaimbe, let people bow before him watu wakamwinamie, and say, this is the one that the king is pleased with. na wakasema huyu ndiye ambaye mfalme amependezwa. Immediately he spoke of great things, Hapo aliponena mambo makuu, because he thought it is me, Haman. maana aliwaza ni yeye Hamani. The king said, Mfalme akasema, oh, you said, yote ambayo ulisema minus nothing, pasipo kutoa let yoyote it be done ikafanyike to Mordecai, kwa Mordekai. the Hebrew. Ule Mwibrania, I came to tell you, nimekuja nikuambie, at the climax katika mwisho of the judgment of the wicked ya one, hukumu ya aliye mwovu, God Mungu will show forth. atajitokeza. Aibika. I want to tell you, Nataka nikuambie, I prophesy natabiri as a man of God, kama mtumishi wa Mungu, any enemy of your life, kila adui wa maisha yako, them that are standing at the gate wale ambao wamesimama katika malango to make sure ili wahakikishe you cannot go through hauwezi ukapenyezea to assess your destiny. kufikia hatima yako. Today, Leo God Mungu will disgrace them. atawaibisha
wataaibisha before you. mbele ya macho They shall yako, be put to shame watawekwa katika aibu before you, mbele ya macho yako, not away from you. sio mbali na wewe. You shall see, Utaona and you shall see the shame, na utaiona ile aibu, and the shame shall be great. na ile aibu itakuwa kubwa. Mimi naamini hiyo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Haman, Amani he told Mordecai, follow me. akamwambia Mordekai, nifuate, And then he began to announce, na wakaanza kutangaza, listen to me. nisikilizeni, I wrote letters to you niliwaandikia barua that we are going to put Mordecai to gallows, kwamba tutamweka Mordekai katika mlingoti and all the Jews. na Wayahudi wote, But things have turned. lakini mambo yamebadilika. Oh. Oh, Me, Haman, mimi Amani, the law, Bwana, the law sheria of the Medes and ya Persia Wamedi na Washemi that cannot change. ambayo haiwezi badilika. Today, Leo it is breaking news. sasa ni habari za hivi sasa, Ni habari ni lumbukeni. habari limbukeni, The law sheria has been broken. zimevunjwa. Now, Sasa Mordecai Mordekai is now elevated. sasa ndiye ameinuliwa, He is favored. yeye amepata kibali. Pave way for him. Tutengenezeni njia, Sing songs for him. mambo yanafanyika kwake, Sing songs for him. mwimbie nyimbo. King said, what are you doing, Haman? Mfalme anasema unafanya nini Amani? Hold the end of Mordecai. Shika mkono wa Mordekai, Lift him up muinue juu and say, na useme, this is the man. huyu ndiye mtu, This is the man. huyo ndiye mtu. I want to tell you, Nataka nikuambie, things are taking a paradigm spiritual shift. mambo yanabadilika ama yanahamishwa kirohoni Vitu vinabadilika. katika anga ya A man that was a gatekeeper, mtu ambaye alikuwa ni mlinzi wa malango, a man next to the king, aliye karibu na mfalme, using unchangeable laws. akatumia sheria zilizobadilika. Yet because God is a rewarder, Ila sababu Mungu ni Mungu wa kulipa, God lifted a man from the gate. Mungu akamwinua mtu kutoka kwa malango, He took him to the palace. akampeleka katika ikulu. God took a man Mungu akamchukua mtu next to power. karibu na mamlaka, He brought him law. akamshusha chini. And outside, Pale nje he was put to gallows. akawekwa katika mlingoti. I want to tell you, Nataka nikuambie, no matter how high and tall the gallows is, haijalishi jinsi mlingoti uliko juu, that the enemy has prepared to put him, kwamba adui ameandaa akakuwaweke, there's going to be an exchange. kutakuwa na kubadilishwa. Your enemy is going to gallows. Maadui wako wanaenda katika mlingoti, You are entering your palace. unaingia katika ikulu yako. I speak to you. Naongea na No wewe, matter the wickedness haijalishi ule uovu of your enemies, wa adui zako, you are going to see unaenda kuona your children. watoto wako. If there's anyone who has no child, Kama kuna yeyote ambaye hana mtoto, your womb is opening now. roho yako inafunguka In sasa the name of Jesus. katika jina la Yesu. If there's anyone Kama kuna yeyote with sickness that is incurable, ambaye ako na magonjwa yasiyo na tiba, Jesus said, Yesu alisema, go enda and heal the sick na ukaponye and wagonjwa cast out na demons. ukatoe mapepo. I speak to every disease. Na kila na magonjwa Dry kauka into the bloodstream. katika mishipa ya In damu the name of Jesus. katika jina la Yesu. If I be a man of God, Mimi ni mtu wa Mungu, if I be a man of God, mimi ni mtumishi wa Mungu. let that disease Wacha hiyo gonjwa evaporate ikayeyuke and disappear. na ikapotee In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Let it go. Wacha iende, Let it go. iende, May the Lord clean your blood system. na Bwana akaoshe mishipa yako ya Every damu. tumor Kila uvimbe is going out. unatoweka, Every cancerous cells, kila it is leaving your body. zinaacha mwili wako, Every power kila aina ya nguvu of sickness and na disease magonjwa na maradhi that is affecting your blood system, ambazo zinadhuru mishipa yako, your veins, mishipa yako, your ligaments, mifika yako, your muscles, misuli yako, your body organs, sehemu zako your za mwili, bones. mifupa yako, Healing, uponyaji, healing, uponyaji healing to the south,
uponyaji kwa mwenafsi, healing to the north, uponyaji kwa mashariki, healing to eastward, uponyaji kwa mashariki, healing to westward. uponyaji kwa kusini. Every power Kila nguvu that is oppressing you, ambazo zinakufinyilia, obey the command. tii sheria, Live and go. acha na uende, Live and go. acha na uende. As I stand on this altar, Simama katika haya madhabahu, I connect to the four winds: na unganika na mabawa manne, the north, the south, mashariki, the east, and the west. kusini, kaskazini. Where you are hearing this message, Mahali unasikia ujumbe huu, wherever this message is reaching you out, popote ujumbe huu unakufikia, receive healing, pokea, receive deliverance, pokea ukombozi, receive deliverance, pokea ukombozi, receive deliverance, pokea ukombozi, receive deliverance pokea ukombozi. to the all parts of Africa, Kila sehemu za Afrika, to the Europe, Europa, to Australia, Australia, to Asia, Asia, to Middle East, mashariki ya to kati, Central parts of Africa. sehemu za katikati ya Afrika. Healing Uponyaji is your portion. ni sehemu yako. Healing Uponyaji is the bread of the children of God. ni mkate wa wana wa Mungu. Someone is rising up Mtu anakudhuru, someone is rising up mtu anainuka from a wheelchair. kutoka kwa machela, Blind are seeing, vipofu wanaona, lame are walking, viwete wanatembea, the dead are raised back to life. wanakufa wanapata uhai tena. Jesus is being glorified Yesu anapata utukufu in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Your reward has come. Neno la malipo yako yamekuja. Your reward, Malipo yako, ujira wako, ujira wako has come. umekuja. I want to pray. Nataka niombe. I feel the power of God in this house. Nasikia nguvu za Mungu katika hili nyumba. Stand wherever you are. Simama mahali ulipo. Lift up your hands. Inua mkono wako. Lift up your hands, everyone. Inua mikono yako kila mtu. Begin to pray. Na kuanza kuomba. Begin to pray. Anza kuomba. Begin to pray. Anza kuomba. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu. your power is here. Nguvu zako ziko hapa. Your power is here. Nguvu zako ziko hapa. Let it be known today Ikajulikane leo that you are God, kwamba wewe ni Mungu. the Lord God who is, Bwana Mungu aliye, the Lord who was, Mungu aliye, the Lord who was, aliyekuwa, the Lord who is, aliye and the Lord who is to be, na atakayekuwa forever and ever. milele na Then the thought well of his na man. wale waliomwazia mema huyu Yesu. I want to pray for someone. Nataka niombe na mtu. God is giving me grace Mungu ananipea neema to minister to anybody kuhudumia yeyote. who is under oppression. Day of revenge, Ni siku ya kulipiza. sickness Magonjwa is leaving your body. yanayaacha mwili wako. Curse Laana is living away from the realms of your spirit. zinaacha mbali na hanga za roho yako. You are being set free. Umewekwa huru. I want to pray for someone Nataka niombe na mtu. who is saying, man of God, Na ni mtu wa Mungu who is saying, ambaye anasema, man of God, mtumishi wa Mungu, I want to believe together with you. nataka niamini pamoja nawe. I want you to know this. Nataka ujue hii. God will reward you. Mungu atakulipa. He's not a man Yeye sio binadamu that he should be bribed. kwamba ahongwe. He's not a man that he should forget. Yeye sio mtu ambaye atasahau. He knows your pains. Yeye anajua mapito yako. He knows your pain. Anajua machungu yako. Listen to this. Sikiliza hili. The Lord rewards. Malipo ya Bwana, The Lord rewards Bwana ulipa according to his righteousness. kulingana na utakatifu wake. Hallelujah. Amen. The Lord's recompense. The Lord recompense. The Lord's payment. The Lord's reward Malipo ya Bwana is being directed yanaelekezwa to your works. kwa matendo yako. You have done works. Umetenda matendo, A time to be rewarded wakati wa kulipwa has come. umefika. You are saying, Unasema, man of God, mtumishi wa Mungu, I feel that my right leg is lifted. nahisi kwamba mguu wangu wa kulia umeinuliwa. Right hand is lifted. Mguu wangu wa kulia umeinuliwa. And I'm about to cross over. Na niko karibu kufuka. But I feel noises Lakini nasikia sauti of evil priests ya wale walio waovu that are in charge of hell. ambao wanasimamia kuzimu.
speaking against my success. wakiongea kinyume na kufanikiwa kwangu. They are saying this city is a capital. Wanasema huu mji ni sufuria. I am a flesh. Na mimi ndiyo nyama. But I'm listening to the voice of God. Lakini naisikiliza sauti ya Mungu. We shall not use this proverb any longer. Ninaachilia moto wa Bwana. Ninaachilia moto wa Bwana. Somebody there, simama nyuma ya watu. Inua mikono yako kwa nyuma. Anzeni kuomba. Nguvu za Mungu zinashuka katika haya madhabahu. Hakuna pepo itakayosimama. Hakuna roho ya kinyume itakayosimama. Hakuna nguvu za giza zitakazosimama. Magonjwa, endeni. Roho ya magonjwa, tomoka na wende. Roho ya kuzimu, nguvu zote za kufinyilia. Roho ya mateso, roho ya mangaiko, roho ya laana, kamata moto na wende. Na chini ya nguvu za Bwana, watu waombe, watu waombe. Dada pale nyuma omba, watu waombe pale nyuma. Everybody pray. Shakala baba basata, nabagata ramasa, nabagata rababa. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Leave and go, leave and go. Mwachilia na wende, 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 mwachilia na wende. Leave and go. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. In the name of Jesus, leave and go, leave and go, leave and go, leave and go. Out of our body, out of our, mwachilie, out of our, loose and go. Holy Ghost power, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Every demon, out of this body, loose and go. Fungua na wende katika jina la Yesu. Kila mateso ondoka, kila mangaiko ondoka, kila pepo chafu fungua na kucha vifungo vyako. Na ng'oa kila madhabahu ya maroho ya magonjwa na mateso ya kila aina. Ondoka, ondoka kila roho ya hukumu, kila roho ya kinyume nawe ondoka. Natangaza ujira wa Bwana. I release the anointing and the power of God Almighty. Loosen now, loosen now, loosen now, loosen now, loosen now, loosen now, loosen now. Bring people here. Loosen now, loosen now, loosen now, loosen now, loosen now. Fungua kila hukumu iliyotolewa kinyume nawe. Kila hukumu nimesimamisha. Kila roho ya hukumu ya adui na inua. Watu waombe. Nasema watu waombe pale nyuma. Give me strength. Nipe nguvu ya maombi. Niombee ukiwa pale. Simama nami katika jina la Yesu. Ninatangaza your case is over. Your case is over. Your case is over. Your case is over. It is over. It is over. Over. Over today. Over. In the name of Jesus. It is over. It is over. Luseko. It is over. 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 Out of our body. Out of our. 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 Ufunike. Out of our. 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 Luseko. Loose. Out of our body. Out of our body. Out of our body. Out of our body. Out. Out. Go. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Luseko. 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 Out. Today. Your kingdom is over. 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 Listen go. 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 Out. Out. Every curse. Every curse. Every curse is broken. 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 Power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Your case is settled. Your case is settled. Your case is settled. Your case is settled. In the name of the Lord. It is over. 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 Loosen go. Every kingdom, every familiar spirit. Loosen go. Loosen go. You're free. Loosen go. Binaya. Loosen go. Every kingdom that is fighting you. Kila utawala unapigana nawe. Kila utawala na kila mamlaka yanayopigana nawe. Ninayaamuru nyosha mkono wako hapa. Uelekeza mkono wako hapa.
Out of her. Out of her. Holy Ghost fire. Every curse, every disease, leave this body. Loose and go. By the power of the name of Jesus. By the authority vested on me. By the Lord Jesus. I command every chain, every yoke. Cut fire. Cut fire. Loose and go. Cut fire. Cut fire. Holy Ghost 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 fire. Loose and go. Loose and go. Fungua. Fungua mashake. Ondoka. Enda kuzimu. Fungua. Fungua. Magonjwa yote yaliyo na tiba na yasiyo na tiba. Fungua mwili. Fungua viungo. Fungua. Achilia. Mwili wake na uondoke. Katika jina la Yesu. Watu waendelee na maombi. Chochote ambacho ni tatizo la moyo wako, chochote ambacho ni tatizo la amani, chochote ambacho ni tatizo la furaha, na kiamuru katika jina la Yesu, receive an instant healing, deliverance, restoration, power of the Holy Ghost in the name of the Lord. Holy Ghost power, Holy Ghost power, Holy Ghost power. You're free, you're free, you're free, you're free, you're free. I want you to touch my little. It is over. It is over. It is over. I feel the power of God. The place where you're standing, there's fire. The place where you're standing, the heavens are open. The place where you're standing is a holy ground. The Lord is settling down your case. It is over. It is over. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It is over. Watu waendelea na maombi pasiwa na watu wa kuongea. Watu waendelea na maombi. It is over. In the name of the Lord. You are one. Every kingdom, your time has come to an end. Every greater demon and lesser demon that is oppressing our body, spirit, and soul, live and go. Live and go. Live and go. Everybody say Holy Ghost fire. Loose right and say Holy Ghost fire. 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 You are free. Leave your hands on her. Leave your hands on her. It's over. Jesus mighty name. Where are the sisters? It is over. I want to men to handle this case. Mchukue usikimbie. Out! Out! Mshike kimaanisha. Mama mbele karibia hapa. Out! Out of life. Out of the realms of the spirit. Watu wanyosha mkono hapa. Every spirit, every demon, come out of my body. Out of my body. Loose her and go. Loose her and go. Order. Out. You are going. Mwisha mkono wako hapa mbele. Mshike vizuri. Be strong in the spirit. Holy Ghost fire. You are leaving this lady. Enough is enough. Your kingdom is terminated. Loose and go. Loose and go. Loose the body. Loose the spirit. Loose the soul. Out! In the name of Jesus. Everybody say in the name of Jesus. This lady is set free. Demonic forces, powers from hell. It is your time to be disgraced before the Lord. Loose her and go. Everybody say order in the spirit. Loose. Go. Go. Out of her. Out of her. Out of her. Out. Go. 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 Bring and go. Bring and go. Bring and go. Bring and go. You are free. You are free.
I don't want to go. I want to stay. I want to stay. I want to destroy. I want to destroy. Unasikia? I want to destroy. Spirit of destruction. Don't go. Don't go. Let there be order. The Spirit of God is not an out of confusion, but is a God of peace and sound mind to all churches of the saints. What's the name of this lady? What is her name? Father, in Jesus' name, I speak to the spirit, soul and body of faith to catch fire and expose every satanic works in the name of Jesus. Every kingdom paralyzed, every foundation that is not of God, we break you now. Every foundation that is not of God, loose and go. Every altar that empowers evil spirits to torment this body, we command it in the name of Jesus. You have no power, you have no authority. Msimamishe mahali pamoja sasa. Holy Ghost, you are the author of peace. You are the author of reconciliation. You are the author of order. I command this demon, you demon, you are a small thing in my hand. Catch fire. Go. Enda. Ondoka. Ninaachilia moto wa haya makao. Ninaachilia moto wa umeme. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. I want you to do something. Loose our end. Loose our end. Nataka tumalize. In the name of Jesus. Nishikie. Neno hiyo kitu. Kwa nini? Enda. Kwa nini? Enda usimu. Enda. Wataka tenda wapi? Out of my. Go. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Out. Unaona hiyo sign? Every satanic sign. Catch fire. 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 Loose and go. Your kingdom is over. I speak. The blood of Jesus is against you. 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 The blood of Jesus. Everybody say the blood of Jesus. The blood of Jesus. Mtaona endelea kusema the blood of Jesus. The blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. You are free. Free. Your redemption has been released. Deliverance released. Healing, restoration, and peace. Ushike. Ushike tu. Kama kuna mtu mwingine unahitaji lolote, nikiombea huyu njoo, ndio tusiwe na confusion mpaka utaombewa. Yes, umeshindwa. Umeshindwa. Ondoka. Piga ndio ukiondoka. Kamata moto. Ukienda hautamaliza. Ondoka wewe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Listen. Kama kuhani katika haya madhabahu, kila tamko limenenwa kinyume na maisha yako, kila tamko limetamkwa kinyume na maisha yako na future yako, leo hii ni mwisho. Natangaza utakaso wa damu ya Yesu. Natangaza mwisho wa mateso, mwisho wa kuhangaika, mwisho wa vizuizi vyote, mwisho wa minyororo kufunga maisha yako, mwisho wa nira, mwisho wa nira, mwisho wa nira. Ondoka. Come out. I charge you in the name of Jesus. Loose about it. Loose about it. Loose about it. Loose about it. Go. 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 Out of her. Back to hell. Everybody say now. We create a wall of fire round about her. No demon will come for revenge.
Father, we bless this meeting. I bless her in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Restore our destiny. Restore our life. Restore our joy. Restore our peace. Restore our family. Whatever that has been eaten by the enemy, any seed that has been stolen from her, double restoration. Double restoration. You're free. Free. I set you free. In the name of Jesus. The name that is above every other name. The holy, precious name of Jesus, the Son of the living God. May the blood of Jesus cleanse you from every sin. May the blood of Jesus set you free. May the blood of redemption be released for you. The lifeless blood of Jesus. Be thou healed, body, soul, and spirit. And from today, there's no mark of the enemy in your life. I mark you with the mark of God, the mark of blessing and goodness. In Jesus' name, wake up. Ondoka katika mwili huu, achilia nafsi, achilia mwili, achilia roho, katika jina la Yesu. Kila magonjwa yeyuka sasa, yeyuka katika mishipa ya damu. Kila maroho ya mateso na mahangaiko, maroho yanayopingana na afya yako, na yaamuru ya kuachilie. Be thou healed, 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 be thou healed. Double healing, double healing, double healing, double healing, double healing. Every sickness go. Kila pepo kamata moto. Kila roho ya magonjwa na mateso, piga nuru kiondoka. Go! Atoba! 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 Loose! Everybody say loose! Nyosha mkono sema loose! Mfungue! Kamata moto! Kamata moto! Kamata moto! Kamata moto! Ondoka! 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 Loose now! Loose the body! Loose the spirit! Loose her! Out! Kila uchawi! Tapika! 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 Atoba! 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 I wish you can see what is happening from the face. Listen. Any judgment passed against your health, I reverse it. I reverse it back. In the name of Jesus. Every sickness from hell, I reverse you. Every witchcraft from far and near, I reverse you. I reverse you. Loose somebody. You don't touch your God. Loose somebody. Loose and go. Loose and go. Out. Out of her. Loose. 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 Fungua. Fungua. Fungua binti. Fungua. 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 Loose her. Leave her now. Take a step away. Every sickness, you have a name, but there's a name above you. I command every complication. I cancel the doctor's report. I release the Lord's report that you are healed from the top of your head to the bottom of your feet. Healing of God, healing in your stomach, healing in your body, healing in your belly. Fire! Holy Ghost 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 fire! Every demon, every witchcraft, God fire! God fire! God fire! God fire! God fire! Loose! Loose and go! Every power in the village, every altar speaking against you, I paralyze you. Loose somebody. Loose her. Loose her. Loose her. Loose. Out. Go. Go. I command you with the marching orders. Loose. Go. Out. Your kingdom is over.
The evil assignment of the wicked one has come to an end. Bow! In the name of Jesus. You are free. Father, bless this daughter. We release the blessings of Abraham, Isaac, and Jacob. Every promise attached to the believers. Every good promise attached to them that love the Lord. We proclaim it back to our life. In the name of Jesus. Let there be a mark of greatness. A mark of healing. A mark of restoration. Everything and every part that has been eaten by the enemy. Total restoration. In the name of Jesus. Behold what the Lord has done. It is marvelous.